السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ndugu zangu watukufu, kwa muda huu mchache insha Allahu taala tutakumbushana machache katika mambo ambayo yanahusiana na dini yetu, na moja ya mambo ambayo ni ya msingi kabisa kukumbushana na kufahamishana ni kuhusiana na umuhimu wa elimu. Elimu katika Uislamu ni jambo la msingi sana, jambo ambalo ndio la mwanzo kuamrishwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jibril lamma nazala ala rasulina alkarim Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Jibril aliposhuka akafika kwa Mtume alayhi salatu wassalam, alipokuwa akifanya ibada katika pango, jambo la mwanzo ambalo alimwamrisha ni jambo la kusoma, na ndio wahi wa mwanzo ambao Mtume alayhi salatu wassalam alishushiwa na Allah subhanahu wa ta'ala biqaulihi subhanahu wa ta'ala, iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Na huu ndio ulikuwa ni wahi wa mwanzo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukihusiana na elimu, ukimamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ajifunze na ajitaalamishe katika mambo mbalimbali yanayohusu dini yake. Ndugu zangu katika imani, umuhimu wa elimu haufichiki kwa kila mmoja wetu. Kila mmoja katika sisi anafahamu kwamba ilmu ni jambo bora sana, bali elimu katika Uislamu ni faradhi ya kila mmoja. Kila mmoja katika Uislamu anapaswa kujifunza na kujitaalamisha katika mambo mbalimbali. Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika maneno yake mazuri, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu, kutafuta maarifa ni faradhi ya kila Muislamu. Kila Muislamu anapaswa kujifunza na kujitaalamisha katika dini yake na katika mambo mbalimbali ambayo yanamnufaisha katika dunia yake na akhera yake. Ndugu zangu katika imani, tukizungumza fadhila na ubora wa kutafuta ilmu, tutakumbushana aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inazungumzia kuwa wale ambao wenye ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua daraja zao biqaulihi subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wamefahamu nini imani, wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamini siku ya mwisho kwamba watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, atawalipa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja wale ambao wana ilmu, wamesoma, wamefahamu mambo mbalimbali katika dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa amewapandisha daraja, si tu kwa kule kuhangaika, ni kwa sababu ya kile ambacho wamekibeba. Wamebeba amana kubwa ambayo amana hiyo ni ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamebeba ilmu na maarifa ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wakafahamu nani Allah subhanahu wa ta'ala,
ana haki gani kwa wao, lakini pia wakafahamu namna ya kufanya ibada, namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa maarifa. Watu hao Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja. Kwa ndugu zangu katika imani, tukizungumza ilmu, moja ya fadhila zake na ubora wake ni moja ya njia rahisi na nyepesi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwafanyia sahali wasomi kuingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yeyote ambaye ataifuata njia, katika kufuata kwake njia akawa anatafuta ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumtambua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu huyo malipo yake ni yapi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah mfanyie wepesi mtu huyo wa njia yake ya kuelekea peponi. Ndugu zangu katika imani, katika sisi hakuna ambaye hatamani kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia nyepesi ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kushikamana na jambo la elimu, ni sisi kujitoa katika kutafuta elimu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, katika ilmu ya kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tukizungumza ilmu, hatuzungumzi ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kufanya ibada fahasib, tukawa tumeishia hapo tu. Ilmu ndugu zangu katika imani, twapaswa pia kutafuta ilmu ambayo yanfa'una fi dunya wal akhirah, inatusaidia katika maisha yetu ya dunia na akhira. Ndugu zangu katika imani, maisha haya tunaoishi yanahitajia elimu ambayo itatusaidia katika mambo yetu ya kila siku, na ubora na fadhila za watu wenye ilmu za fani mbalimbali, ubora wao haufichikani kwa yeyote. Lidhalika ndugu zangu katika imani, nikumbushe nafsi yangu na niwakumbushe wote kwa ujumla, msomi hawezi akawa sawa na yule ambaye si msomi kwa jambo lolote lile. Katika jambo ambalo ni la kheri, msomi hawezi akafanana na yule ambaye si msomi. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hivi wanaweza wakalingana sawa wale wajuzi wanaotambua na wale ambao hawatambui? Jibu ni kwamba hapana, hawawezi wakalingana sawa wale wataalamu wanaoyafahamu mambo na wale ambao si wataalamu hawayafahamu mambo. Lidhalika ndugu zangu katika imani, niusie nafsi yangu, lakini nyote kwa ujumla, tushikamane na jambo la kutafuta ilmu, ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kumtambua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ilmu ya jambo lolote lile ambalo lina manufaa kwako wewe. Maadamu ni jambo la halali, unapaswa kujifunza na kulifahamu jambo hilo ili liweze kukusaidia katika dunia yako na akhera yako. Ndugu zangu katika imani, kwa haya machache ya leo, niombe tutosheke na haya ambayo tumeyasema, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tumeyasema yawe ni miongoni mwa mema ambayo yatatusaidia yaumal qiyama. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.